Mwanafunzi wa Kiswahili, mkereketo wa lugha, hujambo na karibu kwenye kipindi Uketo wa Kiswahili. Mada ya leo tunaangalia kinaya kwenye riwaya ya Nguza Jadi. Kinaya ni mojawapo ya mbinu ya kisanaa iliyotumiwa na mwandishi Clara Momanyi kuweza kufanikisha uwasilishaji wa maudhui yake. Kwanza, kinaya ni vyema tuweze kuweka bayana kwamba ni kinyume cha matarajio. Na kinaya huwa na ukuruba ama na uhusiano mkubwa na kejeli. Kwa mfano, kupitia wahusika kama vile Chifu Mshabaha, Mrima, Mtemi Lesulia, Sagilu na wahusika wengine, tunaona kwamba kinaya kimeweza kutawala wahusika hawa. Kwa mfano, wanaopata ajira za kazi katika taifa la Matuo ni watu ambao hawana kisomo ama kisomo chao ni kiduchu mno. Lakini ni kinaya kwamba wale ambao wamesoma, ambao wengi wao ni waketwa, hawapati nafasi hizi za kazi. Kwa hivyo wale ambao wanapata kazi ni watu ambao hawajasoma, na endapo wamesoma, kisomo chao ni kiduchu sana. Lakini wale ambao wananyimwa, wengi wao wakiwa waketwa, wamesoma na wamehitimu lakini hawapati kazi. Ni kinaya kikubwa. Ni kinaya. Tunapoiona serikali ya Mtemi Lesulia, serikali ambayo tunatarajia kwamba ingeweza kuwa kwenye mstari wa mbele kupambana na ufisadi, ni serikali ambayo inaongoza katika kuifisidi nchi. Kinaya kikuu. Kwa hivyo serikali, wahusika kama vile akina Mtemi mwenyewe, Mtemi Lesulia, mke wa Mtemi Lesulia, Nanzia, wahusika wengine wanaohusiana na Mtemi akiwemo Sagilu, na hata mwanawe Mtemi Lesulia anaitwa Ngoswe, wote hawa wanaongoza katika kuifisidi nchi. Kwa hivyo serikali ambayo tulitarajia kwamba ingeweza kutetea na kulinda mali ya umma, ndiyo serikali ambayo tunaona kwamba inatekeleza ufisadi kwa kiasi kikubwa sana. Tunapoangalia wale askari wa forodha ambao tungedhani kwamba wangechukua jukumu kwa niaba ya raia wa Matuo kuhakikisha kwamba bidhaa zinazotoka nje ya nchi ni salama kwa maisha ni salama kwa raia wa Matuo, wao wenyewe ndio wanaotumika kuingiza bidhaa gushi nchini. Ni ufisadi na ni kinaya, kwa sababu tunatarajia kwamba wao wangekuwa kwenye mstari wa mbele kuhakikisha kwamba chochote kinachoingia nchini ni salama kwa raia wake. Lakini wao ndio wanaoshiriki ufisadi, wao ndio wanaozunguka mbuyu na kuona kwamba bidhaa ambazo zinaingia nchini ni bidhaa ambayo si salama kwa ulaji wa binadamu. Mhusika Mrima anadhihirisha kinaya kwamba tunatarajia baba mzazi kuipenda familia yake, kumpenda mkewe, kuwapenda watoto wake. Lakini tunaona kwamba kwa sababu ya tamaa ya pesa
na kwa sababu ya ulevi uliomwandama anaitelekeza familia yake kwa sababu ya pesa. Matarajio yetu ni kwamba Mrima angesimama kidete kuhakikisha kwamba amekuwa mwajibikaji kwa familia kwanza, lakini yeye tunaona kwamba anawajibikia pesa na pombe. Kinaya kikubwa, kinaya kikubwa. Tunapomuona mhusika Sagilu, Sagilu hataki kuondoka madarakani, na kinaya ambacho kiko hapa ni kwamba kunradhi, nimezungumzia Sagilu, Mtemi Lesulia hataki kuondoka madarakani kwenye kiti cha utemi, na wakati anapofanya hivyo kwamba anataka kukwama kitini, maisha ya wana wa Matuu hayajabadilika kwa vyovyote vile. Bado wana Matuo wanadhulumiwa, bado ufisadi unaendelea, bado vijana hawana ajira ya kazi, lakini yeye anataka kuzidi kubaki wapi? Madarakani. Ni kinaya. Mhusika Chifu Mshabaha, ni kinaya kwamba Chifu Mshabaha anampiga kalamu Mangwasha na kumwajiri msichana wa kikwao, msichana Mkule, ilhali tunajua kwamba kwa bidii hakuna aliyemshinda nani? Mangwasha. Mangwasha tunaelezwa kwamba angefika mapema na angeondoka akiwa amechelewa jioni. Uwajibikaji kazini wa Mangwasha kunradhi, usingemithilishwa na wa mhusika yeyote yule, lakini kwa sababu ya inda, kwa sababu ya ukabila, kwa sababu ya usuda aliyokuwa nayo Chifu Mshabaha dhidi ya Wakule, anaamua kumwachisha kazi. Ni kinaya. Chifu Mshabaha pia ni kiungo muhimu katika jamii, na tusingetarajia kwamba Chifu Mshabaha akiwa kiongozi kiungo kwa jamii, tusingetarajia kwamba wao ama yeye angejihusisha kwenye ufisadi. Lakini ni kinaya ni kwamba Chifu Mshabaha ndiye aliyekuwa kwenye mstari wa mbele kuhakikisha kwamba Waketwa wanafurushwa kutoka makwao. Hii ni kinaya, hiki ni kinaya. Kama chifu tungetarajia kwamba angekuwa kiungo muhimu cha kuleta umoja na ujima katika jamii, lakini hilo halifanyiki. Kinachofanyika ni kwamba Waketwa wanaondolewa kutoka kwenye makazi yao, na yeye alihusika kwa njia moja au nyingine kuhakikisha kwamba Waketwa wamefurushwa. Ni kinaya. Ni kinaya. Pia mkurugenzi wa ardhi, yeye alikula njama ya kuhakikisha kwamba Waketwa wameondolewa kutoka kwenye makazi yao, na hata hati miliki ya ardhi ya Wanamatango ama ya Waketwa inafichwa ili baadaye kutoa madai kwamba ardhi ile waliokuwa wanamiliki si halali. Kinaya ni kwamba baada ya wakazi wa Matango ambao ni Waketwa wamefurushwa, mkurugenzi wa ardhi anafika na kuwaahidi msaada
kuwapa mablanketi na hata kuwapa vyakula. Ni kinyume cha matarajio. Mhusika Sagilu pia anamnyang'anya mwanawe Mashauri, mpenzi wake aliyeitwa Cheia, na anaamua kujihusisha kimapenzi na Cheia. Tusingetarajia kwamba baba anaweza akamnyang'anya mwanawe mpenzi. Hili haliwezi kukafanyika. Lakini nini kinafanyika? Anafanya hivyo. Na Mashauri anapata haya kupitia kwa rafikiye Ngoswe. Na wanapoandamana kweli hadi kwenye mkahawa wa Satan, anapata kwamba babake alikuwa na Cheia kwenye mkahawa huo. Jambo jingine ni kwamba tunajua kwamba Mtemi Lesulia alikuwa na urafiki mkubwa na nani? Na Sagilu. Lakini kinyume ni kwamba Sagilu anashiriki mapenzi na nani? Na Nanzia, na mtoto Ngoswe anazaliwa. Kwa hivyo Ngoswe si mtoto wa Mtemi Lesulia, ni mtoto wa Sagilu. Kwa hivyo tusingetarajia kwamba Sagilu angeenda kinyume na kumsaliti nani? Rafiki yake. Huu ni usaliti na ni kinaya, ni kinyume cha matarajio. Ni kinyume cha matarajio. Kwa hivyo mwanafunzi, usisahau kujisajili kwenye kipindi hiki kwa kuweza kusubscribe kwenye kipindi hiki, kipindi Uketo wa Kiswahili. Unaweza ukaandika ujumbe pale, lakini bado tutaendelea kuangazia mbinu zingine za uandishi ambazo ziliweza kutumiwa na mwandishi Clara Momanyi kuwasilisha maudhui yake. Asanteni.